Mawqif ya pili ni mtu ambaye kwamba atakuja na hasanati nyingi, zitasimama kama majabali. Watu watakuwa wanamuonea wivu namna alivyokuwa na mengi aliyoyafanya, lakini utakapofika wakati wa hisabu zitapeperushwa zote kama moshi na kama majivu, zitakuwa habaa manthura. Mawqif haya yaliwakhofisha masahaba, na hadithi anapokea al-Imam Ibn Majah katika sunani yake kutoka kwa Sayyiduna Thauban maula Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, la a'lamanna aqwaman ya'tuna yawm al-qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamata bayda. Asema Rasulullah, nitajua watu siku ya kiyama ambao kwamba watakuja na hasanat mema, khairat, wamfanya amali mbalimbali katika ulimwengu. Asema amthali jibali Tihama, mfano wa majabali ya Tihama, baida, meupe. Majabali ya Tihama yanajulikana kwa wasfu huo. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada hapo akasema, fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zile amali ambazo kwamba zimekuja katika sura ya majabali kuonesha wingi wa amali kama zile, atazifanya haba'an manthura. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Metaja Mwenyezi Mungu katika Al-Qur'an Al-Karim, yatapeperushwa. Maulama wa tafsiri wana kauli nyingi katika haba'an manthura. Je, ni kama maji yalomwagika? Ni kama majani ya mti yalorushwa na upepo? Ni kama majivu yalorushwa? Ifasiri utakavyofasiri, lakini maana ni kuwa yatakuwa hayana maana yoyote wala kima mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala amali kama zile. Masahaba niliwashtua hili, kaambia ya Rasulullah, sifhum lana, ya Rasulullah, tusifie, tupe sifa ya watu kama hawa. Jallihim lana, ya Rasulullah, weke wazi kwetu sisi kwa nini wasifiwe, waelezwe ni kina nani, wawekwe wazi. Wanasema masahaba, hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam, tusije tukawa na sisi ni katika hao na sisi hatuna habari, hatujui, tukawa tufanya amali katika huu ulimwengu, kisha siku hiyo zikaenda zikapeperuka zote. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ama innahum ikhwanukum, watu kama hao ni ndugu zenu, si watu wa kando. Min bani jildatikum, ni katika jamaa zenu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja na kubwa zaidi, akasema, wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun, na wanafanya ibada usiku kama mnavyofanya. La ilaha illa Allah, yani watu mpaka kisimamo cha usiku walikuwa nacho, mpaka kuswali. Kwa hivyo kama ni swala, ni sadaka, ni zaka, sijui ni dhikr, kila sampuli ya amali unayojua walikuwa kifanya, wakijinyima na usingizi usiku wakiswali. Lakini nini kosa lao ya Rasulullah mpaka kupeperushwa majabali kama yale hasanat? Sikia maneno kwa uzuri, asema, walakinnahum idha khalau bimaharimillahi intahakuha. Kosa lao ni kuwa wanapokuwa chemba, wanapokuwa khalwa peke yao, wanavuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufanya aliyoharamisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Yani mbele ya watu ni qidis, na nyuma ya pazia min a'wani iblis. Mbele ya watu ni wali katika auliya illah, lakini anapokuwa chemba, anapokuwa peke yake, anafanya yote yanomghadhibisha Mola Subhanahu wa Ta'ala.